Ujumbe wa dharura kutoka kwa Tundu Lissu uko gerezani kwake Samia Suluhu umezua taharuki na hisia mseto nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania imejikuta tena katikati ya mjadala mzito na uhusu mustakabali wa haki, uwajibikaji na uongozi wa taasisi za dola. Ini baada ya Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye kwa sasa yuko mahabusu katika gereza la Ukonga kutoa ujumbe mkali unaotilia shaka msingi wa madhumuni ya tume ya uchaguzi na mauaji makubwa iliyoteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Ujumbe huo kwake Samia ambao umeibua sintofahamu mpya katika majukwaa ya kisiasa na haki za jinai unalenga moja kwa moja kwamba serikali inajenga mifumo ya uchunguzi isiyolenga kutatua matatizo bali kusafisha taswira ya dola mbele ya jamii ya jumuiya ya kimataifa. Katika ujumbe huo, Lissu ameitaja tume hiyo mpya kama mwendelezo wa utaratibu wa muda mrefu wa kuunda vyombo maalum vinavyopewa mamlaka ya kuchunguza matukio makubwa lakini vinavyoishia bila matokeo halisi. Kwa mtazamo wake, taasisi kama hizo zimekuwa kimbilio la kisiasa baada ya suluhisho la kitaifa, na hivyo kuondoa matumaini kwamba ukweli, uwajibikaji na haki vinaweza kutekelezwa kwa vitendo kupitia mifumo hiyo. Na kwenye ujumbe wake, Tundu Lissu alitaja na kusema kuwa tume za uchunguzi ni dekio la uchafu wa serikali na Jaji Mkuu Mohamed Chande ndiye msafishaji mkuu wa uchafu huo. Alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa mauaji bonde la Ihefu mwaka 2006, matokeo yake 0. Alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa vyombo vya haki jinai mwaka 2023, matokeo yake 0. Sasa ni mwenyekiti wa tume ya mauaji makubwa katika historia ya nchi yetu yote. Tegemee matokeo gani? 0. Hakuna maridhiano bila ukweli na uwajibikaji. Hakuna amani bila haki. TAL Ukonga Central Prison, 21st November. Ujumbe wake Tundu Lissu ambao umetikisa medani ya siasa nchini Tanzania na kumtia Samia Suluhu tumbo joto. Tume iliyoanzishwa hivi karibuni inadaiwa kuchunguza mauaji yaliyotajwa kama makubwa na yenye athari kubwa kwa taifa, hasa wakati ambapo matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu yamekuwa sehemu ya mijadala mikubwa nchini. Hata hivyo, kwa Lissu, hatua hiyo haitoi matumaini mapya bali inaendeleza historia ndefu ya tume zilizotangulia ambazo hazikutoa matokeo yanayoonekana. Kwa mtazamo wake, taifa limefikia hatua ambapo uchunguzi sio tu tena chombo cha kutafuta ukweli bali njia ya kufunika alama za migogoro. Hali hiyo imezua maono kwamba serikali inalenga kufuta ukosoaji, sio kukabili mizizi ya dhulma na makosa yaliyofanyika. Chanzo cha ukinzani wa Lissu hakipo kwenye tume mpya pekee bali kwenye kumbukumbu ya tume ambazo tayari zimekuwa sehemu ya historia ya kisiasa ya nchi. Moja ya mifano ni tume ya uchunguzi ya mauaji ya bonde la Ihefu mwaka 2006 ambayo ilipewa jukumu la kuchunguza vifo vya raia katika mzozo wa ardhi na uhifadhi. Kwa Lissu, tume hiyo ilishindwa kuyatoa majibu yaliyohitajika licha ya kuwapo ushahidi mwingi uliopaswa kusababisha hatua za kisheria. Alama hii inatajwa kama mwanzo wa mfululizo wa tume zinazozalisha taarifa bila matokeo ya kimabadiliko. Inaibua swali kubwa kwamba ni upi umuhimu wa tume zinazogusa uhai wa watu ikiwa hakuna anayewajibishwa? Wasimulizi ya Lissu, tatizo sio matokeo pekee bali dhana kwamba tume zinatumiwa kama ngao ya kisiasa, hivyo badala ya kuwa daraja la haki zinakuwa kuta za kuficha uwajibikaji. Mifano ya ukinzani inaendelea katika tukio lingine muhimu la kisiasa, tume ya uchunguzi ya vyombo vya haki jinai vya haki jinai ya mwaka 2023. Tume hiyo ilijikita kuchunguza mwenendo wa vyombo vya dola vinavyosimamia sheria, huku malalamiko ya matumizi mabaya ya mamlaka yakiendelea kujitokeza. Hata hivyo, kwa Lissu, hatua hii hazikuzalisha athari zinazoweza kupimika kitaifa. Kwa hivyo ujumbe wake unalenga hoja kwamba uchunguzi bila utekelezaji ni sawa na nadharia isiyo na mwelekeo, na kwa kiwango cha kitaifa inazua taswira kwamba haki inacheleweshwa na pengine haijawahi kuanza kutekelezwa.
Ujumbe wa Lissu hauzungumzii tume kama matukio yaliyotengwa, bali kama mfumo uliojikita ndani ya utendaji wa serikali ya sasa. Anadai kuwa utaratibu huu unaendeleza fikra kwamba hatua za uchunguzi zinatosha kuonyesha nia hata bila hatua za kisheria. Matokeo yake ni taifa linalozoea taarifa kuliko majibu. Na kwenye hadhi ya kisiasa na kijamii, hoja hiyo inagusa msingi wa imani ya raia kwa serikali, wakati ambapo madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, mauaji na matumizi ya nguvu yamekuwa sehemu ya mijadala ya kitaifa, na ni hatua ya uchunguzi zisizo na matokeo zinaleta mwanya kati ya wananchi na taasisi za uongozi. Ujumbe wa Lissu unaweka uzito katika athari za muda mrefu kwa muundo wa nchi. Kwa mtazamo wake, taifa lisilojenga njia madhubuti za uwajibikaji linajenga utamaduni wa kukwepa athari. Hali hiyo, kwa mtazamo wa uchambuzi wa kisiasa na kijamii, inaweza kuibua kizazi ambacho hakiamini tena taasisi za umma au thamani ya kura. Katika mazingira ya sasa ya siasa za Tanzania, ambapo upinzani umekuwa ukikumbana na vikwazo vingi, hoja inachukua sura ya mapambano ya uhalisia dhidi ya uratibu ama utaratibu uliopo, kwake mapambano si dhidi ya tume, bali mfumo unaozalisha bila mabadiliko. Na kwa kuzingatia historia ya tume zilizotangulia, Lissu ameweka msitizo kuwa tume ya uchunguzi ya mauaji makubwa inaweza kuwa kielelezo kingine cha mzunguko ule. Hivyo anahoji iwapo kweli taifa linaweza kupata maridhiano bila hatua za wazi, bila uwajibikaji wa wahusika na bila hata haki kuonekana ikitendeka. Kwa mtazamo huu, suluhisho haliko kwenye majina ya viongozi au majina ya tume, bali katika uwezo wa serikali kujenga misingi inaofanya sheria kuwa juu ya mamlaka ya kisiasa. Kwa ujumbe huu, Lissu anatoa mwito wa taifa linalotaka kusonga mbele kupitia ukweli na hatua. Na katika mtazamo wake, amani haiwezi kujengwa kwa taarifa, bali kwa vitendo vinavyokabili chanzo cha majeraha ya kijamii na kisiasa. Anasisitiza kwamba maridhiano ya kweli ni matokeo ya uthubutu wa kukutana uso kwa uso, na makosa ya zamani sio kuyafunika kwa lugha laini au taasisi zinazovuta muda. Hivyo hoja yake inazua swali kuu kwa taifa. Je, Tanzania ina uwezo wa kujenga mustakabali wa uwajibikaji au itaendelea kuzika ukweli chini ya vichungu vya tume zisizofanya mageuzi? Kwa ujumbe huu, taifa linawekwa kwenye njia panda. Njia ya kwanza ni kuendelea kuunda tume bila hatua. Njia ya pili ni kuikabili historia bila hofu, na matumaini ya kujenga taifa linaloweka haki juu ya mamlaka. Ni hayo tulokuandalia leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa kama hizi bila kupindishwa. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video hii.